Eneo la pili ni eneo la frequency. Frequency tumesoma darasani vizuri, tunaitumia kwenye vitu mbalimbali, kwenye fizikia, kwenye nini, mchakato wa kawaida. Lakini frequency kwa lugha nyepesi tunasema ni masafa. Masafa, mtembeo, mjongeo fulani, masafa ya kitu fulani. Sasa kwa ujumla wake, maana yake kiuhalisia ni idadi ya mitetemo. Sikiliza vizuri, ni idadi ya mitetemo. Nakumbuka tulisema mitetemo ni vibration. Kwa hiyo vibration ni sehemu ya frequency. Vibration ni sehemu ya frequency. Mitetemo ni sehemu ya frequency. Frequency ni idadi ya mitetemo, idadi fulani, namba fulani. Kuna siku niliwahi kuwafundisha na katika masomo yangu niliwahi kusema dunia hii tunaoishi, tunafanya kazi, au dunia inafanya kazi kwa idadi au kwa namba. Sawa unavyochukua simu yako, unataka kumpigia mtu simu kumpata, lazima uandike namba 0 ngapi 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 255 au 254 na nini na nini 0 ngapi ngapi. Hizo namba unaozitumia kwenye simu yako zina flow kwenye hewa, zinatembea kwenye hewa. Kwa hiyo kitendo cha kuflow kwenye hewa tunakiita idadi ya mitetemo au frequency. Sio kama umenielewa, nimetoa mfano mzuri sana ili uweze kunielewa. Sasa hiyo idadi ya mitetemo inakuwa kwa sekunde fulani, kwa speed fulani ipo katika hewa ambayo tunaishi, na kila kitu katika kilichotuzunguka kinachotikisika, kila kitu kilichotuzunguka kinachotikisika kina masafa yake au kina mawimbi yake. Kwa mfano sisi binadamu hapa tunavyotuona, sisi tuna mawimbi, tuna mitetemo, tuna vibrate, tuna mitetemo. Na ukitaka uelewe kwamba tuna mitetemo, wake ukizungumza kama mwanadamu ana mitetemo, mtu anaweza sikuelewe, si ndio? Lakini ngoja nikutolee mfano. Wewe ulikuwa mtoto kichanga, miezi kabisa, hata pengine ulikuwa una hata umri, ukatimiza mwaka mmoja, ukatimiza mwaka wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, mpaka sasa hivi maybe una 24 au una 30 ngapi, 40, it's okay. Lakini ulipokuwa mtoto ukaja kuwa kijana, ukaja kuwa mtu mzima, maana yake ni kwamba kuna mabadiliko ambayo yametokea kwenye mwili wako. Kuna ngozi imetanuka, kuna mifupa imekuwa, kuna macho yametanuka, kuna body structure yote imetanuka, imekuwa. Sasa kwa nini imekuwa? Ni kwa sababu tunakula? Au kwa nini imejongea? Ni kwa sababu kuna mitetemo kwa sekunde, mitetemo ya namba. Kuna vitu vinajiongeza vyenyewe. Hivyo vitu ni nini? Tumesoma shuleni, tumesoma kuna kitu kinaitwa seli. Ndani ya mwili wa mwanadamu kitu kikubwa ni seli. Ndani ya seli kuna kitu kinaitwa DNA. Na DNA tumesoma darasani kwamba DNA kirefu chake ni deoxyribonucleic acid. Sasa hii DNA ina tabia ya kujitanua kwa idadi maalum, idadi ya namba fulani, inajikuza, nyama inanenepa, mifupa inakuwa na nini. Sasa hiyo ndo tunazungumza frequency. Hiyo ndo tunazungumza idadi ya mitetemo. Kwa hiyo kwa tafsiri ndogo tunasema mwili wa binadamu ana vibrate, anakuwa, mimea ina vibrate, wanyama wana vibrate. Kwa tuna vibrate wote, tunakuwa wote. Kukua, neno kukua maana yake ni vibration. Ukuaji wa kitu chochote ni vibration. Nafikiri umenielewa, nimetoa maana nzuri sana na mfano mzuri sana. Nadhani utakuwa umenielewa kwa makini sana. Sasa basi, kwa kama ni hivyo tunapimwa kwa viwango gani? Yaani hivyo viwango vya vibration tunapimwa kwa viwango gani? Tunapimwa kwa kiwango cha Hz. Kwa mfano, kiwango cha masafa ya kubainisha aina ya nishati ambayo pengine sisi binadamu tunaitumia. Masafa hayo yanaweza kupimwa kwa kiwango cha chini, yanaweza kupimwa kwa kiwango cha juu, kwamba huyu ana vibrate kwenye high frequency au kwenye low frequency.
Nieleweni vizuri sana. Masafa hayo yanapimwa kwa HZ ambayo yanaweza yakawa ni ya juu au yanaweza yakawa ni ya chini. Hali ya uzito au hali ya wepesi na uimara wa kitu fulani.